Hujambo na nikukaribishe tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Naitwa Adam Hussein. Mpango wa muda mrefu wa Iran ni kujenga angalau vinu 19 vipya vya nyuklia. Hii ina maana makumi ya mabilioni ya dola katika kandarasi zinazowezekana zitapatikana kwa makampuni ya Marekani, na hii ni kwa mujibu wa waziri wa mambo ya nje wa Iran Abbas Araghchi, ambaye aliandika katika ukurasa wake wa X siku ya Jumatatu. Makampuni ya Marekani yanaweza kuchunguza fursa ya trilioni za dola ambayo uchumi wa Iran utatoa, ikiwa ni pamoja na makampuni ambayo yanaweza kusaidia kuzalisha umeme safi kutoka kwa vyanzo visivyo vya hidrokarboni, Araghchi alisisitiza zaidi. Hata hivyo, amesema kwamba katika vinu hivyo wataalamu wengine kutoka Urusi na wengine wazawa ndani ya Iran watashughulika na jambo hilo. Hii inamaanisha kwamba soko la Iran pekee ni kubwa vya kutosha kufufua sekta ya nyuklia na Marekani. Kauli hizi zilizotolewa na waziri wa mambo ya nje wa Iran kama sehemu ya mkutano wa sera ya nyuklia wa mwaka 2025 wa shirika la Carnegie Endowment for International Peace Think Tank. Hata hivyo, kwa mujibu wa waandaaji, ombi la dakika za mwishoni la timu ya Araghchi la kubadilisha muundo wa kikao kwa njia ambayo ingepunguza sana uwezo wa watazamaji na msimamizi wa kuhoji matamshi ya afisa huyo wa Iran ilisababisha kufutwa kwa hotuba yake. Kadhalika, moja kati ya mambo ambayo wachambuzi wa mambo hasa kutoka katika nchi ya Israel wanadai kwamba pengine ndio maana rais wa Marekani Donald Trump anang'ang'ania kwamba Iran isishambuliwe katika vinu vyake vya nyuklia, huku waziri mkuu Benjamin Netanyahu akitaka kufanya shambulizi wakati wowote, huku vikosi vyake vya anga vikiandaliwa kwa ajili ya kufanya mashambulizi katika vinu vya nyuklia vya Iran. Hata hivyo, ujumbe rasmi wa Iran kwenye Umoja wa Mataifa uliwalaumu waandaaji, wakiandika kwenye akaunti zao za X kwamba kughairiwa huko kunatokana na uamuzi wa mratibu wa kubadilisha muundo wa mada kuu kuwa mjadala. Araghchi kisha akaendelea kutwiti kwenye akaunti yake ya X: nimezoea maswali magumu kutoka kwa waandishi wa habari na raia wa kawaida wanaohusika, lakini kugeuza hotuba yangu kuwa maswali na majibu ya wazi kunaweza kugeuza tukio hilo kuwa mazungumzo ya umma ambayo siko tayari kukabiliana nayo, au kutoridhika kwa hadhira inayotafuta maelezo zaidi ya mahala ambapo watangazaji wake wanaweza kwenda kuzingatia mienendo hii nyeti. Hata hivyo, waandishi wa habari za kiuchunguzi kutoka nchini Iran walikuja kubaini juu ya hiki ambacho kinatokea wakati huu kwamba Donald Trump amegeuka Israel na hatimaye kuungana na Iran, lakini jambo lake kubwa anallohitaji ni kupata tenda juu ya ujenzi wa vinu 19 vya nyuklia ambavyo sehemu vitajengwa na Urusi, lakini pia sehemu vitajengwa na wakandarasi wa ndani ya Iran. Na ndio maana kiongozi huyo akamtaka waziri mkuu Benjamin Netanyahu asithubutu kushambulia vinu vya nyuklia vya nchini Iran, na akaruhusu hata mazungumzo yasiyokuwa ya moja kwa moja. Hii ni kwa mujibu wa Jerusalem Post, moja kati ya tovuti za habari kutoka nchini Israel. Pamoja na hayo, waziri wa mambo ya nje wa Iran aliamua kuiweka hadharani hotuba yake aliyoipanga kwa maandishi na kuichapisha kwenye mitandao ya kijamii na kupitia vyombo vya habari. Jerusalem Post inaandika, Araghchi alishutumu jumuiya ya intelijensia katika hotuba, mbali na majaribio ya kushawishi utawala wa Marekani na umma kwa matrilioni kwa kuwekeza katika sekta ya nishati na mpango wa nyuklia wa Iran. Araghchi alikosoa jumuiya ya kimataifa katika hotuba yake kwa kupuuza silaha za nyuklia za Israel na kukataa kujiunga na mkataba wa kuzuia uenezi au kukubali ufuatiliaji IAEA. Pia alitoa wito wa kushirikisha historia ya Iran na Marekani, akidai kuwa Iran ilijiunga na mpango wa Rais Eisenhower wa Atom for Peace wakati wa miaka ya 50, pia akitaka kusitishwa kwa lugha yoyote ya vitisho ambayo itadhuru heshima ya Iran na kuwasilisha maoni yake kwamba Iran ndio nchi pekee inayopinga rasmi silaha za nyuklia kwa misingi ya kidini. Hata hivyo, wachambuzi wa mambo kutoka nchini Israel, hususan waandishi wa kongwe wa habari wa Jerusalem Post, wanasema kwamba huu ni mpango ambao ulipangwa kati ya Donald Trump na mamlaka za Iran, na hivyo Donald Trump, rais wa Marekani, ni kama vile ameicheza shere Israel ya bwana Benjamin Netanyahu, licha ya kwamba amekuwa mtu wa karibu sana na utawala huo wa Israel kwa miaka mingi. Mtazamaji, endelea kutufuatilia, lakini usisahau kulike, kucomment na kusubscribe channel hii upate habari hizi kwa mapana hapa The World News. Naitwa Adam Hussein.